Kwanza mpalano ni neno la Kinyakyusa likiwa na maana ya mashindano. Kwa mashindano au mpalano zilikuwa ni mashindano ya ngoma, lingoma, babatoni na magosi na ngoma nyingi zilikuwa zinapatikana kule Unyakyusani. Wanyakyusa walikuwa wanaanza, sasa mimi niongelee sana Wanyakyusa wa Kyela pengine na Busokelo ambao ratiba zao zinafanana sana. Wale walikuwa wanaanza kulima mpunga kuanzia mwezi wa 11 wa 12 wako mashambani, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6 wanaanza kuvuna. Kwa wanapovuna wakimaliza wa 7 ndipo sasa vitu vinakuwa ghalani. Kwa kuanzia mwezi wa 7 na wa 8 ndipo Kyela na kule Busokelo na maeneo mengine ya Tukuyu kunakuwa ndio inakuwa kiangazi. Kwa watu wanafika pale wanasherekea kwa ngoma hizo za mpalano. Na hizo ngoma zilikuwa zinawakilishwa kijiji na kijiji. Ni kama timu za mpira. Kwa watu wanaposikia ngoma, kwa mfano nasema labda ngoma ya Rugombo, maana yake inatoka kijiji cha Rugombo. Ngoma ya Njesi inatoka kijiji cha Njesi. Kwa zile ngoma ya Kilasero inatoka kijiji cha Kilasero. Kwa yalikuwa ni mashindano ya kijiji na kijiji. Faida kubwa iliyokuwapo ilikuwa kama ni ushindani ambao kama utani, ilikuwa inajenga udugu katika enzi zake zile. Kwa watu walikuwa wanatoka sehemu za aina mbalimbali, lakini kwa ilikuwa ni sehemu ya kiuchumi pia, kwa sababu watu wakienda siku hiyo kwenye mpalano wanakusanyika watu wengi sana. Kwa watu wanapika vyakula, wanauza vitu na nini. Kwa kulikuwa na asili pia ya kiuchumi pia. Watu wanauza vitu, na ng'ombe wanachinjwa, vyakula na nini, wafanya biashara, wanapata biashara zao mle ndani. Kwa upande mmoja ilikuwa kiuchumi inasaidia, ilikuwa inajenga mahusiano, watu force walikuwa wanaoana kupitia hivyo. Lakini of course ilikuwa pia na madhara mengine. Ilikuwa na madhara mengine kwamba watu walikuwa wanakunywa, wanalewa kupindukia. Na wakati wa HIV, magonjwa ya ukimwi yalipokuja, pia mangoma yale yalisaidia sana kuleta ngono na magonjwa kuenea. Kwa kuna madhara pia kwamba yalikuwa yanatokea kwamba ilikuwa inaambukiza magonjwa, lakini yale madhara ukilinganisha na haya mengine ya kuziunganisha jamii na nguvu za kiuchumi yalikuwa ni madhara madogo sana. Lakini lingine inajenga utamaduni. Yani inalisishwa utamaduni kutoka utamaduni mmoja kwenda utamaduni mwingine, kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Sasa Wanyakyusa vitu ambavyo wamebaki navyo ni hivyo tu vya kiutamaduni. Kwa vikifa vitu kama hivyo hakutakuwa tena historia ya Mnyakyusa, kwa sababu vitu vingi vinaondoka. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni moja ya sifa kubwa, ni moja ya heshima kubwa, ni moja ya historia kubwa. Tuboreshe yale madhaifu, tuongeze yale mengine ya kiuchumi, ili iweze kuwa na tija kubwa sana kuhusiana na mambo kama haya.